Mtakatifu waoane na kudumu kuwa viungo vya mwili wa Kristo katika usafi wa maisha. Tatu, imeamriwa kwa ajili ya kushirikiana na kusaidiana na kufarijiana kama wapasavyo mtu na mkewe, katika kufanikiwa na katika shida. Katika hali hiyo takatifu watu hawa wamekuja waungamanishwe. Basi akiwepo mtu yeyote awezaye kuonyesha sababu, wasiungamanishwe kwa halali, na aseme sasa au anyamaze kabisa. Tarudia. Basi akiwepo mtu yeyote awezaye kuonyesha sababu, wasiungamanishwe kwa halali, na aseme sasa au anyamaze kabisa. Mara ya tatu. Basi akiwepo mtu yeyote awezaye kuonyesha sababu, wasiungamanishwe kwa halali, na aseme sasa au anyamae kabisa. Vigelegele. Nataka nizungumze na hawa wanaoana leo. Nakuonyeni na kutakeni ninyi wawili kama mtakavyojibu siku ya kutisha ya hukumu, siri za mioyo yote zitakapokuwa wazi. Mmojawapo wenu akijua zuio lolote la kuwazuia msiungamanishwe kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Kwani jueni hakika ya kwamba wote walioungana kwa jinsi isivyoamriwa kwa neno la Mungu hawaungamanishwi na Mungu, wala ndoa yao si halali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunalo zuio? Sawa. Hakuna lusi kwa zuio. Sema hakuna. Sara, utamtwaa mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mukae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu, maadamu mnaishi wote wawili. Ndivyo nitakavyofanya. Amen. Vigelegele. Utamtwaa mwanamume huyu kuwa mume wako wa ndoa, mukae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utamtii, utamtumikia, utampenda, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu, maadamu naishi wote wawili. Makofi. Nani amtoae msichana huyu wa Mungu? Hapo bwana.
Mama harusi na mtazame Saro, ni huyo ama ndugu yake? Mwangalie, ni huyo. Ni huyo eh? Ndio. Haya. Asante kwa hilo jambo. Mshike mkono wa kuume. Saro, mshike mkeo. Tarudia nyuma. Mimi Saro, na kutoa wewe Chizi, kuwa mke wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hivi, na baadaye, katika mema, na katika mabaya, katika utajiri, katika umaskini, wakati wa ugonjwa, na wakati wa uzima, nikupende, nikutunze mpaka kufa kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hiyo nakupa yamini yangu. Sema sana. Mimi Chizi, na kutoa wewe Saro kuwa mume wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hivi na baadaye, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, nikupende na kukutunza na kukutii mpaka kufa kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hiyo nakupa yamini yangu. Vigelegele. Amen. Na yamini ya kuweza kuwakumbusha juu ya ndoa yenu. Unaweza kuachana kidogo. Mbona vyalia sana? Amen. Haya ni kwamba zikawe ukumbusho katika ndoa yao. Nami nataka niombe ili zibariki pete hizi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nataka nikushukuru Mfalme, maana unanifema wapendwa hawa wakaweze kuja mbele zako na kufunga ndoa. Mfalme, Baba, mbele zangu wamenipa pete hizi na zikawe pete za baraka katika maisha yao. Wanapozivaa Bwana, ziwakumbushe tendo hili la ajabu ambalo wamelifikia siku ya leo. Baba, ni asante maana tuwatangulia na kuwabariki na kutembea pamoja nao. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba kuwabariki. Hiyo pete uliweka hapo juu. Uweke hapo juu, lakini usipeleke ndani. Takwambia uipeleke au usipeleke hapo juu tu kwenye ncha ya kidole. Kwenye ncha ya kidole. Hapo haya. Tukwambia uitie, utaendelea. Haya, rejelea maneno. Kwa pete hii. Napoa kwa mwili wangu na kuheshimu mali yangu yote ya duniani na kushukisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Chukua mpelekeo na kwa mwili wangu na kuheshimu mali yangu yote ya duniani
na kushirikisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwanadamu asiwatenganishe. Sema amen. Amen. Haya, hebu geukeni huko mwangalie hao watu. Geukeni tu. Katikati tu. Mwangalie hao. Haya. Kwa sababu Saul na Kizi wamekubaliana katika ndoa takatifu, wakakiri hayo mbele za Mungu na mkutano huu, kwa kupeana uamini na kuahidiana, wakaonyesha hayo kwa kutoa na kupokea pote, na kwa kushikana mikono, na wanena kuwa mume na mke, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya, sasa geukeni huko. Ndio. Asante sana, asante sana. Asante sana. Haya, sasa nataka kuleta mkeka. Amen. Hata pia na wapige tu. Pigeni na hii. Sijini wasaidizi. Amen. Tufungeni macho na tutaomba sote hapa, alafu mwisho mabishop ataomba kumaliza. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa mapenzi yako ya makuu juu hawa. Mungu wetu isiye juu milele, Mungu wa mfalme, Baba nikushukuru Bwana kwa siku njema ambayo umewapa wapendwa. Tazama umeanza pamoja nao, nami napenda Bwana kuwaweka mikononi mwako. Wacha Bwana rehema zako Yesu Kristo juu yao mfalme. Asante kwa maisha walioanza, Mungu kawafungulia kwa samana, katembee maishani mwao Bwana. Asante Yesu Kristo, mapenzi yako yasipunguke, wakabarikiwe wanapoingia, wakabarikiwe mfalme, kila wanalotenda Yesu ajabu kafunike. Asante na Mungu utatembea pamoja nao. Wekeni mikono, wekeni mikono baraka. Asante Mungu, endelea Bwana kuinua, endelea kubariki, mapenzi yako Yesu yakaweze kuwasiliana daima. Asante Yesu Kristo, maana umeanza kubariki hata sasa Bwana, utawatangulia kwa hawa wapanze pamoja nawe, utawabariki Bwana, utapatana nao Mwokozi. Wacha baraka zako basi, utatumia pale, utawabariki nawe, mapenzi ya Bwana yakaweze kuwasiliana. Asante Baba.
nyumbani mwao. Endelea Bwana kusimama pamoja nao, kawatie nguvu Baba. Ingawaje Bwana katika ulimwengu kunayo mambo mengi, lakini Bwana tumekuhusisha wewe kuwatangulia na kuwafunika. Acha ukasimame pamoja nao mahali pagumu Bwana, kasimame katikati yao na kuwapa ushindi baada ya siku hata nyingine tena. Asante maana ndivyo tunakuwatendea, na Bwana utawabariki. Acha nyumba yao ikazungukwe Bwana na watoto, ili Bwana sifa zako zikapate kudumu ndani ya mioyo yao, na Bwana ukaendelee kutukuzwa siku zote. Asante maana ndivyo tunakuwatendea. Hata Baba atakapoondoka mahali hapa katika hali ya usafiri, acha Bwana ukasafiri pamoja nao, ukawalinde watakapofika nyumbani mwao kwa hali ya usalama. Baba utaendelea kukuinua na kukutukuza. Ninakushukuru maana Bwana umetuonyesha pendo hili, acha likaendelee kudumu na likawe kumbukumbu katika maisha yetu siku zote. Asante maana kunatosha. Ni katika jina kuu la Mwana Yesu Kristo tunaomba tukiamini. cheti chao. Certificate hii ni muhimu hasa kwa mke. Hii ndio yenye urithi wote. Bila hii inakuwa ni shida. Kama nataka niwakabidhi hati yao ili jue wataiweka wapataka vipaji njoni. Bwana na Isara njoni hapa. Niwakabidhi hati yenu. Nataka muipokee nyote wawili kwa mikono yenu ya kuume kila moja.
Amen. Haya, nataka nione mtaiweka vipi vizuri, maana hati hii ni ya maana sana, ni ya serikali na kanisa, na hivyo hata serikali inajua hii ni mke, ni bibi na bwana. Kwa hivyo nataka nione mtahifadhi vipi, maana cha maana sana cheti. Haya, nyote wawili mtaiweka wapi? Mimi nakuwa simanya, lakini mwenye mdaika hii. Amen. Haya, tumuone maneno ya mwanzo. Na warusi mketi wakishikana mikono. Haya, wasaidieni nyinyi wasaidizi.